Asante Roho Mtakatifu, tunakutukuza Baba yetu asubuhi ya leo. Tunakuinua Mfalme, tunakuinua Baba yetu mwema. Asante kwa upendo, asante kwa kututhamini, asante kwa kutupa kibali kikuu, asante kwa kutupa upendeleo wa ajabu sana asubuhi ya leo. Watoto wako tumeshuka mbele zako tukiomba rehema zako, tena tutakase kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya thamani, damu ya Pasaka. Roho Mtakatifu, tumenyenyekea mbele zako tukisi rehema zako, tutakase tena kwa damu ya mwana kondoo. Turehemu Baba yetu sawa sawa na fadhili zako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Rika sanda rabo sheka bakuria basika. Itia damu ya Yesu popote pale ulipo. Itia damu ya Yesu, damu ya utakaso, damu ya thamani, damu ya Pasaka, damu inenayo mema, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaitia damu yako, damu ya thamani, damu ya Pasaka, damu inenayo mema kwa ajili ya hatima, kwa ajili ya maisha yetu. Tutakase nafsi zetu, mioyo yetu na roho zetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ruhusu utukufu wako Bwana ukasimame asubuhi ya leo. Tunakuita tena Baba yetu mwema, Mfalme, tunaita nguvu zako, tunaita utukufu wako. Mungu usiyenyamaza, usiyeshindwa, Mungu mwaminifu, tunakuita tena kwa nguvu zako Yesu Kristo, kadhihirishe utukufu wako na uweza wako wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Rika sandaraba kushika rabasika. Muite Yesu asubuhi ya leo, ita nguvu zake, ita utukufu wake, katika jina la Yesu Kristo tunaita utukufu wako tena. Baba, achilia tena neema mpya, achilia tena utukufu mpya. Roho Mtakatifu, tunakualika tena asubuhi ya leo na nguvu zako, tunakualika na utukufu wako. Roho Mtakatifu, tunakualika Roho Mtakatifu kwa uweza wako toka juu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu aliye mwema, udhihirishe utukufu wako na nguvu zako na uweza wako Yesu Kristo. Tuone nguvu zako na tuone utukufu wako wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, tunakuita kwa sababu tunataka nguvu zako, tunataka utukufu wako. Usipungue kwetu, fanya jambo kubwa. Roho Mtakatifu, asubuhi ya leo ruhusu nguvu zako na ruhusu utukufu wako wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Oh, asante Yesu. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante popote pale ulipo. Mwambie Yesu asante. Asante kwa neema, asante kwa utukufu wako, asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa mkono wako, asante kwa neema, asante kwa utukufu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakutukuza, Baba tunakuinua, Baba tunakusifu, Baba tunakuabudu. Pokea sifa Baba yetu, pokea sifa Mfalme, pokea sifa Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, 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 amen. Nichukue nafasi kukualika popote pale ulipo asubuhi ya leo. Nikualike popote pale ulipo asubuhi ya leo. Nikualike popote pale ulipo asubuhi ya leo. My Jesus, my Jesus, nina ujumbe mkubwa tena asubuhi hii, kubwa sana. Huu ni ujumbe mkubwa sana Mungu amenipatia. Hiki ni kitambaa maalum kabisa, kitambaa cha kuangamiza nguvu za giza na nguvu za kichawi zilizoshikilia hatima. Mungu amekuwa ananipa maelekezo makubwa sana, ani maelekezo ya kinabii. Na haya maelekezo natamani tusome hili neno kutoka kwenye kile kitabu cha Mika, kutoka kitabu kile cha Mika sura ile ya 5 na mstari ule wa 12. Mika 5:12. Mika 5:12. Mika 5:12. Mika 5:12, Biblia inasema ya kwamba nami nitakatilia mbali uchawi usiwe mikononi mwako, wala hautakuwa tena na watu wenye kutabana. Naomba nirudie. Nami nitakatilia mbali uchawi usiwe mkononi mwako, wala hutakuwa tena na watu wenye kutabana.
nitakatilia mbali uchawi usiwe mkononi mwako. Umeelewa? Anasema nitakatilia mbali uchawi usiwe mkononi mwako. Sasa nataka nikwambie, mkono wako umekuwa ni mkono wa hasara, mkono wako umekuwa ni mkono wa madeni, mkono wako umekuwa ni mkono wa kutokufanikiwa, mkono wako umekuwa ni mkono wa kupoteza, mkono wako umekuwa ni mkono wa kupata majanga. Maana yake kwenye mkono wako kuna uchawi. Uelewe au usielewe, lakini ndivyo ilivyo. Kama umekuwa unapoteza, umekuwa na madeni, umekuwa ufanikiwi, unafilisika, maana yake kwenye mkono wako kuna siri katika ulimwengu wa roho. Ndio maana anasema nami nitakatilia mbali uchawi usiwe mkononi mwako. Maana yake kwenye mkono wako kuna uchawi, kwenye mkono wako kuna taabu, kwenye mkono wako kuna shida. Maana yake asema nami nitakatilia mbali uchawi uondoke mkononi mwako. Sasa asubuhi hii natamani tufanye maombi makubwa. Maombi yani nakuelekeza, ninakupa maelekezo kwa sababu prophetic prayer. This is a prophetic prayer. Kama unataka kufanikiwa, fuata maelekezo. Kama unataka kufanikiwa, fuata maelekezo. Sawa? Fuata nini? Fuata maelekezo kama unataka kufanikiwa. Hiki ni kitambaa ambacho Mungu ameniambia tukiombea asubuhi hii. Utachukua kitambaa. Hicho kitambaa baada ya kukichukua na utaandika, sawa? Sawa? Utaandika mambo yafuatayo. Namba 1, utasema nakatilia mbali uchawi uliye kwenye mkono wangu unaonizuia nisifanikiwe, unaonizuia nisipate kazi, unaonizuia niwe na madeni, unaonifanya niwe na madeni, unaonifanya nisiinuke, unaonifanya nisipige hatua. Yani vyovyote ambavyo naviona kwenye mkono wako. Wengine mkono wake ni mkono wa hasara, mkono wa madeni, mkono wa mateso, si ndio? Sasa kila kitu kilicho kwenye mkono wako, baada ya kumaliza kuandika, nisikilize maelekezo. Baada ya kumaliza kuandika, mkono wako una vidole 5 na mkono mwingine una vidole 5. Sasa maana yake hivi ni vidole 10 vyote. Mikono, huwezi kufanya chochote bila mikono. Kwa hiyo sasa utachukua sadaka yako shilingi 10,000, 1,010, yani vidole hivi ni viko 10. Utaweka kwa kile kitambaa na utafunga. Wakati umefunga kwenye hicho kitambaa, tutaenda kufanya maombi, na tukimaliza kufanya maombi, kile kitambaa nitakupa maelekezo ya kukitumia kwenye mikono yako. Ukiwa na hicho kitambaa, nikimaliza kuomba utaanza kukitumia hicho kitambaa, na kuna maelekezo mengine nitakupa ya kuwa na chumvi maalum ambayo tunakwenda kuosha mikono yako kwa hicho kitambaa, kuondoa hizo nguvu zote kwenye mikono yako, na baadaye tutapaka mafuta mikono yako. Utaanza kupiga hatua, kushika vitu ambavyo hujawahi kushika katika jina la Yesu. Wewe ambao utafuata maelekezo haya asubuhi hii, nitaomba uchukue namba ya Vodacom ya 0756. Utatuma sadaka yako hiyo ya vidole 10, na utaingia kwenye namba ya WhatsApp. Utatuma ule muamala wako, sawa? Na hapo sasa tutaenda kuendesha maombi ambayo sasa ninakupa hayo maelekezo. Tutakapofungua mikono yako, utaanza kushika vitu ambavyo hujawahi kushika kabisa, na utashangaa Mungu anakufungulia neema kubwa ambayo hujawahi kushika kabisa. Utashangaa Mungu anafungua mikono yako, unaanza kushika pesa, unaanza kushika pesa, unaanza kushika utajiri, unaanza kufanya vitu vinafanikiwa, pesa inakaa kwenye mikono yako. Glory to Jesus. Sasa popote pale ulipo, naomba uinue mikono yako, na ninaenda kuombea hii mikono sahihi.
Sasa nataka kuombea hii mikono, na wewe ambao utafuata maelekezo haya utanifuata kwa njia inbox. Kuna maombi maalum ambayo utaendesha, tutaifungua mikono yako kwa hayo maelekezo, na mkono wa Mungu utakuwa dhahiri kwa namna kubwa sana. Ninaomba sasa, inua mkono wako. Mungu uliye hai, katika jina Yesu, ninatamka asubuhi ya leo, kila mikono iliyowekewa uchawi, kila mikono iliyofungwa kichawi, leo natamka katika jina Yesu, mikono iliyofungwa kichawi leo natangaza katika jina Yesu Kristo, huo mkono wa madeni, huo mkono wa mateso, huo mkono wa hasara, huo mkono wa kupoteza, ninapasua kwa jina Yesu. Kila uchawi wa kutabana ulio katika mikono yako leo, shabakatarabashaka rakabakashata rekabakashata rakamakashata rekatarabakosha rakabakaria, ninapasua uchawi uliokaa kwenye mikono wako leo, payaka yanu sakayakata rakabakasha rekatasata, pasuka kwa jina Yesu. Achia mikono yake, achia mikono ya mama huyu, achia mikono ya baba huyu, achia mikono ya binti huyu, achia mikono ya mama huyu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nimeifungua mikono yako, hakutakuwa na uchawi na uganga na ushirikina. Nenda ukafanikiwe, nenda ukainuliwe katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. May God bless you. Naomba tukutane hapo kwa WhatsApp baada ya kufanya maelekezo ambayo nimekupa ya sadaka, na tunaenda kuomba hayo maombi, na Mungu wa mbinguni akubariki. Nikutakia asubuhi njema yenye baraka, yenye ushindi mkuu. Shalom, shalom, shalom.